Ah, Bwana asifiwe mara tena. Ni muda mzuri ambao tunaweza kuendelea na somo letu ambalo tuliliacha njiani. Na somo letu, kichwa cha somo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada. Kazi ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Habari ya Roho Mtakatifu katika kanisa, sidhani kama kuna Mkristo ambaye anaweza kuwa naishi mkanisa na asikose kujua habari za Roho Mtakatifu. Huyo atakuwa anadanganya sana sana. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kujua kazi za Roho Mtakatifu. Kuna umuhimu mkubwa sana, na ni jambo la heri sana Mkristo kumwelewa Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ndani ya ibada. Na tumekwisha kupitia baadhi. Sasa hii nadhani ni video ya 3 ambayo tunakwenda kueleza juu ya habari ya vile Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika kanisa. Kwa hivyo hii ni video ya 3 sasa. Lakini sasa tuone kazi nyingine anayoifanya Roho Mtakatifu katika ibada. Ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye maji ya uzima yanayokata kiu ya Mkristo ambaye ameokoka ya kufanya dhambi. Maana yake kiu ya kufanya dhambi. Wakati tunasema Roho Mtakatifu ndiyo maji ambayo mtu akiyanywa hayo maji yanaondoa kiu ya kufanya dhambi, kiu ya kuwakosea wengine. Unaona, kiu ya kuwakosea wengine inatoka, unakuwa mtu mwingine, mtu mwema. Sasa wakati tunaendelea kujifunza haya, kwa hivyo Roho Mtakatifu katika kanisa, lugha gani natafuta kuizungumza hapa? Roho Mtakatifu katika kanisa, ibada likiwa linaendelea, Roho Mtakatifu akijaza watu, unaweza kuona nguvu ya Roho Mtakatifu inachemka kama maji yanayochemka jikoni vile, kama maji ya moto yanayochemka jikoni. Anakuwa na nguvu nyingi mtu ambaye ameokoka, amejawa Roho Mtakatifu. Nasikia raha kuzungumza ya maneno. Unasikia kububujika, mito ya baraka inateremka, inashuka. Nataka nizungumze nini? Kitu anachokifanya Roho Mtakatifu ndani ya ibada, analeta furaha ya wokovu kwa wale waumini wa tabia ya rohoni. Waumini, watu ambao wameokoka, wamemkubali Yesu Kristo, wamekabidhi maisha yao kwa Yesu. Roho Mtakatifu anawajaza furaha ya wokovu, furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu inakuwa ndani mwao, furaha ya wokovu. Na ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni maji. Hebu tumsikie Yesu anasema nini kuhusu maji. Kuhusu maji. Kitabu kile cha tusome kitabu kile cha
Injili ya Yohana 7:37. Tuanze na 4. Injili ya Yohana 4. Injili ya Yohana 4:13 na 14. Anasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Hapa ni ile conversation ya Yesu na yule Msamaria. Yesu anamwambia, haya maji ya kisima haya, mtu akinywa ya maji ya kisima, ni muda mchache tu anaona kiu. Anaanza tena kuhisi kiu. Walakini, mstari wa 14, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Napenda sana andiko hili. Anamwambia hayo maji ya kisima, we mama Msamaria, nakwambia unipe maji ninywe, unakataa. Ati kwamba wapi na wapi wa Samaria na Wayahudi tunachangia maji. Wapi na wapi? Wapi na wapi? Lakini Yesu anamwambia kwamba ungelijua maji niko nayo mimi, ungeniomba nikupe maji unywe. Kwa sababu maji yale nitakayompa mimi, yeyote atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu kamwe, hataona kiu milele. Hebu chunguza neno milele. Hataona kiu milele. Mambo magumu haya. Mtu atakaye kunywa maji ya Yesu hataona kiu milele. Manake hakuna hesabu ya siku, hakuna hesabu ya masaa, hakuna hesabu ya nyakati. Ni milele. Hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi. Maji aliyo nayo Yesu yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji. Alafu hayo maji yatakuwa yakibubujika uzima wa milele. Maji aliyo nayo Yesu yanabubujika uzima wa milele. Hebu tuone sura ya 7 mstari wa 37 hadi wa 39. Anasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Sikiliza, kwa sababu tuna hapa Yesu anataka kumtambulisha Roho sasa alivyo yale maji. Anasema hivi: na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wa mwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hivyo habari ya maji katika kanisa leo, yale maji ambayo Yesu alikuwa anazungumzia alikuwa ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndio yale maji ambayo Yesu alikuwa anazungumza na yule mwanamke pale kisimani. Ndio yale maji ambayo Yesu alikuwa anaongelea siku ile akiongea na Wayahudi. Maji ni Roho Mtakatifu. Yesu anaposema mimi ni maji ya uzima, mimi ni maji yaliyo hai,
maji yaliyo hai, anazungumza kwamba habari za Roho Mtakatifu. Ukinywa hayo maji, Roho Mtakatifu anakujaza furaha ya ajabu. Unakuwa mtu wa furaha ya ajabu, furaha tele tele. Yeah. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada, anawajaza waumini furaha ya ajabu. Furaha ya ajabu. Wanakuwa hawana kiu ya kufanya dhambi. Na hata mwenyewe unaweza kushuhudia hili. Kumbuka tu kwamba watu wako mkanisa, hiyo saa watu hawazaki dhambi. Kama huko mtu wa tabia ya mwilini labda, lakini unaanza kuwaza dhambi ushatoka kwenye kanisa, ndio unaanza mambo yako mengine ya ovyo ovyo. Lakini uko kanisani, unawaza kwenda mbinguni tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu hujifunua kanisani wakati wa ibada kwa malengo. Malengo ya kwanza, kuwabariki waumini. Malengo ya pili, kufariji kanisa, kuwafariji waumini. Na lengo la tatu, kuimarisha kanisa, kuwaimarisha waumini, kuwaimarisha waumini kiroho. Manake Wakristo wako katika safari ya kwenda mbinguni. Safari yetu ni ya kwenda mbinguni. Safari yetu tunaelekea mbinguni. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaposhuka katika kanisa, anapokaa katika kanisa, anafanya mambo hayo ambayo nimekutajia hapo. Jambo la kwanza, anakuja kuwabariki waumini. Jambo la pili, anakuja kufariji kanisa. Jambo la tatu, anakuja kuimarisha kanisa kukaa sawa, wasiyumbe yumbe katika safari tuko nayo ya kwenda mbinguni. Unaona kazi ya Roho Mtakatifu. Utasoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12, sura ya 12 mstari wa 4 hadi 11. Lakini utasoma kwa muda wako kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 4 hadi ule wa 19. Unaona? Lakini pia utasoma ile habari ya karama za rohoni, vile Roho Mtakatifu anavyogawa karama na kadhalika. Huyu anapewa hiki, anapewa hiki, lakini anayegawa ni Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasema anakuja kuwabariki, anakuja kufariji, anakuja kuimarisha. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapogawa vipawa vyake ndani ya kanisa, inakuja kuimarisha kanisa. Kanisa linakuwa lina nguvu. Ukiona unakaa kwenye kanisa ambalo halina kanisa hilo halina watu walio na vipawa vya Roho Mtakatifu, anza kuweka hapa point interrogation, kwa sababu sifa moja ya kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu, watu wanapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Haijalishi ni kipawa gani, lakini Roho Mtakatifu kazi anayotenda pale, anagawa vipawa. Na anapogawa vipawa, anafanya kanisa likuwe imara, likuwe na nguvu, ili kwamba mwili wa Kristo ujengwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inakuwa hivyo. Na kitu cha kutambua ni kwamba Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu. Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu. Na Roho Mtakatifu kwa sababu ya unyenyekevu wake, utakuja kugundua kwamba neno la Mungu linasema Roho wa Bwana hutii manabii. Maana yake Roho Mtakatifu huwa anatii viongozi wa kanisa. Roho Mtakatifu huwa anatii viongozi wa kanisa. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaweza kuruhusu viongozi pia kufanya yale ambao wao wanatamani kufanya katika kanisa. Wakati mwingine Roho Mtakatifu ananyamaza, anaangalia tu
Ile ni hali ya unyenyekevu ya Roho Mtakatifu. Anakaa tu, anaona maamuzi ya viongozi wanapanga kufanya nini. Roho Mtakatifu anakaa tu, ananyamaza. Roho Mtakatifu ni roho ya unyenyekevu, ni roho ambaye amejaa, ni mnyenyekevu. Lakini Roho Mtakatifu yuko huru kulihudumia kanisa ikiwa viongozi watampa nafasi ya kufanya hivyo. Unaona, viongozi wengi hawampatii Roho Mtakatifu nafasi ya kulihudumia kanisa. Ni pale viongozi wengi wanajichafua maisha ya dhambi. Sasa Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi mahali ambako kumechafuka, mahali ambako kuna malumbano, machafuko, viongozi hawaelewani, viongozi wanapigana, viongozi wanalumbana, viongozi wanagombania madaraka kanisani. Roho Mtakatifu hawezi fanya kazi mahali pa hivyo. Ni kweli, hawezi fanya kazi mahali pa hivyo. Kwa hivyo kugundua kwamba ni mtiifu, anakaa pembeni, anawaangalia tu kisi mnalumana meno pale. Hivyo tu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo andiko ni nyingi za kusaidia hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Bwana Yesu apewe sifa. Tunaweza kuendelea. Kuna swali moja ambalo watu wengi huwa wanaliuliza, kwamba kwa nini wahubiri wengi wa Kipentekoste wakitaka kuhubiri wanapaza sauti sana, vile ndio si Roho Mtakatifu anapendaka ama aje, tofauti na wahubiri wengine wakihubiri kama vile Wakatoliki wanahubiri pole pole, kama vile Waanglikana na madhehebu mengine. Lakini wa Kipentekoste wao wanahubiri, wanapaza sauti kubwa, kufikiri kwamba wanahubiri watu ambao masikio yao hawasikii vizuri. Ni kusema tu kwamba wahubiri wa Kipentekoste huwa wapazi sauti kama sheria ya ibada. Hapana. Hapana. Inaweza kuwa sababu moja, udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani ya anayehubiri. Roho Mtakatifu akimuongoza kufanya hivyo, unakuta sauti inaenda inapanda. Inatokana na vile atakavyoongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu anayehubiri. Haimaanishi kwamba kuhubiri polepole au kuhubiri na nguvu, yote ni sawa. Inategemea na vile mhubiri anavyoongozwa na Roho Mtakatifu atende kazi siku hiyo. Unaona? Kwa hivyo si mzuri kuhubiri kwa sauti kubwa sana kana kwamba unawafokea watu na wakati hauna upako wa Roho Mtakatifu. Haileti hekima, haileti maana yoyote. Kwa hivyo ni mzuri fanya kile ambacho Roho Mtakatifu anakuongoza kufanya. Na Roho Mtakatifu huongoza mhubiri vema madhabahuni. Humuongoza kuwa na utaratibu mzuri. Akikuongoza, ongea, fundisha sahihi kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu kanisani pia umwelekeza mhubiri kunena kile ambacho kitasaidia maisha ya waumini. Hivyo. Bwana akubariki, utie nguvu. Tuishie hapo siku ya leo. Ikiwa somo hili limekuwa baraka kwako, basi utaweza kutujulisha ama kunijulisha umenisikiliza kutoka wapi na umejifunza nini kutoka pale tulipoanza mpaka hapa tumefikia. Nadhani leo tuishie hapo, na ikiwa inaweza kukupendeza ama kuna somo lolote ambalo ungependa tujifunze, basi unaweza kuniandikia hapo kwa comment. Itakuwa baraka kubwa.
kuandika kwamba ingekuwa heri tujifunze somo fulani, ni sawa, tutakuja nalo na tutajifunza pamoja. Bwana akubariki. Si mwingine ni ndugu yako katika Kristo, ndugu yako mpendwa, ambaye wote tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni. Tunaomba Mungu atupe mwisho mzuri, ili tuende tusherekee raha ya milele, tuweze kusherekea raha ya milele. Amani ya Kristo iwe nawe. Tuendelee kuombeana ili kwamba safari yetu iwe na mwisho mzuri. Safari yetu ya wokovu iwe na mwisho mzuri. Bwana akubariki. Asante sana.